Ile scientific name anaitwa Balinoptera massiculus. Anaitwa ni wapendwa? Twende tuko darasani, mnaomba msije yule ambaye hajaja bana. Twende Balinoptera massiculus. Twende? Ila kakijisha tunanibariki sana siku sana wako na wao wa bondeni, wanamoyo wa bondeni. Bwana Yesu asifiwe kwa ajili yenu. Sasa sikiliza mpendwa. Ninaomba tumchunguze kidogo huyu nyangumi mkubwa huyu. Naomba nitangulie mbele kwamba huyu nyangumi ndiye aliyemmeza Yona na ndiye aliyemtapika Yona. Nyangumi huyu katika mboni yake ya jicho kama la kwangu hivi, kama la kwako, ukilichomoa ukubwa wake unalingana na mpira wa kucheza ule unaoitwa mpira wa kikapu, mpira wa basketball. Ukichomoa ile mboni yake. Lakini pia huyu nyangumi uzito wake, naomba nione mtu ambaye ana kilo 100 hapa. Haya, mtu wa kilo 90 na asimame. Yupo pale wa 90 na. Sasa nyangumi Bwana Yesu ape sifa. Huyu nyangumi tunayemuongelea uzito wake akiwa amefanya diet sasa, anaamua kumaintain mwili kidogo. Anaamua kupunguza maana uzito umekuwa ni mkubwa, anapungua kidogo. Anakuwa na kilo 150. Lakini akijiachia anaenda mpaka kilo 200. Maana yake watu ambao wana kilo 100 ukiwakusanya kwa uzito wao, uzito wa nyangumi inabidi wapatikane watu kuanzia 1,500 hadi 2,000. Ndio unapata uzito wa nyangumi huyu. Hebu angalia habari. Naomba nikupeleke kwenye upande gani tena. Mtoto wa mwanadamu anapokuwa amezaliwa akiwa na afya nzuri, anakuwa na kilo 2.5, kilo 3, kilo 4, kilo 4.5. Tunaanza kuwa na mashaka, huyu mama anaweza akafanywa upasuaji huyu. Kilo 5, lazima tukupasue tu. Sasa sikiliza, mtoto wa nyangumi akiwa na afya nzuri anazaliwa akiwa na kilo 2,267. Ni sawasawa na gari dogo. Haya, naomba nikupeleke tena katika habari hii, nimeona tushare kidogo. Niongee habari gani? Nyangumi mmoja ni sawasawa na tembo hawa unaoona kwenye hifadhi yetu ya Serengeti 33 ukiwafinyanga ukiweka pamoja hivi. Tembo 33 sasa na nyangumi huyo. Lakini ukumbuke ni nyangumi mkubwa, maana kuna nyangumi wadogo wadogo. Halafu akiachamba lile tonge ambalo unalimeza lile moja ni sawasawa na sisi wanadamu wa kawaida pale, mpaka kinywa chake kijae tukiwa tuko 100, ndio sasa mdomo wake unajaa. Bwana Yesu ape sifa. Ukikunja ngumi ni ukubwa wa moyo wako.
Sasa ngumi ya kwako hii ndio inalingana na ukubwa wa moyo wako. Ukubwa wa moyo wa nyangumi ni sawasawa na gari la Volkswagen, yale ambayo unakuta yamejikunja mgongo kama kobe. Unayafahamu wapendwa? Lakini kama ukutani nalo kama hujalifahamu, hebu chukulia tu ni sawasawa na gari kama matatu hivi. Alafu mshipo wa ateli ukiukata, unaweza kuchukua mtoto aliyezaliwa sasa hivi ukamweka pale akaogelea huko mpaka mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Nyangumi huyu akifurahi tu au akikasirika, akiamua afanye fujo baharini, yale mawimbi yakitoka, meli ambayo iko karibu pale itayumba na uende ikazama kwa fujo zake tu, maana yeye ndiye mfalme na malkia wa baharini. Lakini naomba nikueleze habari za nyangumi ni kwamba life span yake, maisha yake ya kuishi hapa duniani, kama hajadhuriwa kwa sumu, yani ameamua kufa kifo cha kawaida cha kiasilia, ile natural death, anadumu miaka 80, amezidi na miaka 90, na anakufa na anapotea moja kwa moja nyangumi huyu. Na naomba niseme hivi, kama Mungu anampendelea nyangumi ambaye hajaumbwa kwa sura yake, akamweka baharini, akafanya fujo zote, lakini mwisho wa siku ana miaka 80 imezidi 90 na anapotea, na hatutakuwa naye katika ulimwengu ujao, maana katika ulimwengu ujao hakuna bahari tena na nyangumi hawatakuwepo. Lakini naomba niongee na habari ya mtu aliyekuja kwenye mkutano wa hapa, pamoja na maumivu ulionayo, pamoja na shida ulizonazo, lakini umeumbwa kwa sura ya Mwenyezi Mungu. Na wewe pamoja na masumbufu ya duniani hapa, nikutangazia habari njema, utaingia katika ulimwengu ujao ukimtukuza Baba siku zote milele na milele. Amen. Lakini hiyo yote ni namna gani unaandaa maisha yako leo? Bwana Yesu asifiwe. Hili somo limejichana katika maisha yako. Usisafiri kwenda kijijini kwenu, unakutana shangazi yako, unamsalimia, usimwachie chochote. Mwache hata kama ni shilingi 1000 kulingana na uwezo wako. Usibaki tu shemeji, no, shangazi kwa lugha yenu mimi sijui. Basi unaongea afu unaondoka. Unakutana na bibi fulani, hata shilingi 2000 jamani, hata kakipande ka sabuni. Yaani unapoingia kwenye familia, wacha kakitu fulani wakumbuke kwa mambo yaliyo mema. Halo? Unapoingia kwenye familia kwa baraka, sio unaingia pale kwenye familia, unapoingia pale katoto kanalia mama nani mgeni amenikoa. Ndio unashangaa. Mtu anakuja na ndani, jamani, si shilingi 5000 nilikuwa nimeweka hapa ya kwenda kuchukua mchele, mbona haionekani? Shilingi 5000 imepotea kwa sababu mgeni yuko pale. Huyu mgeni ni laana au ni baraka? Tunatamani tuwe ni watu wenye ni baraka, kwa sababu tunaenda kumwaga nini? Nikiwa niko hapa Igoma ndo nakaribia kuhama, nikapanda gari moja ya kwenda mjini na Ladara. Tulipofika pale maeneo ya Katusukoni kwenye mjini, aliingia dada mmoja hivi. Alipoingia tu ndani ya ile haisi, gari zima likanukia marashi matamu mazuri kweli. Lakini sasa alikuwa amejipulizia mpaka amepitiliza. Sasa hivi unajipulizia watu wote wanuse marashi au kwa watu mmoja ndio watatu, sielewi. Sasa mimi nikabaki na kuangalia, nasema huyu dada huyu marashi ni mazuri sana, lakini mbona hapa ni moyoni sasa simnabii, mbona amejipulizia mpaka amepitiliza? Si hao ndio wanapata na mapepo hao. Nilivyosema tu hivyo, tayari mapepo yakaibuka pale pale, yakamvaa, amesumbuka naye. Nikakemea kimya, alafu akapoa, akainama kwenye siti. Tumeenda kuja kufika na hata akateremka. Alipoteremka tu hivi, kipindi kile kulikuwa kuna taksi nguvu zilikuwa zinapaki pale. Basi alipoteremka tu hivi, ameenda yakamvaa, anaenda jifunga kwenye taksi, anaenda hivi. Tukaondoka, sijui alianguka, sijui alipona, mimi sielewi. Lakini ukumbuke hivi, usihame kwenda na hata kwa hiyo dada. Somo letu tunasemaje kwani? Tunasemaje? Korinto ya pili sura ya 6 ile aya ya kwanza. Korinto ya pili sura ya 6 ile aya ya kwanza semaje? Neno la Bwana nasema, Bwana anasema, naam, nasi tukitenda kazi pamoja naye, nawasihi msipokee neema ya Mungu bure. Wapendwa wangu, ninawabembelezeni na wasihi, ninawaelekezeni usipokee neema ya Mungu bure. Mungu ametupatia neema ambayo inatakiwa tuiingize duniani.
Watu wakituona waone ni watu ambao wanaenda mbinguni. Muda wa shida, simama ukijua kwamba unakomandwa kwa Yesu Kristo. Sio mtu wa duniani analia na unalia. Mtu anasema jamani, maisha ni magumu jamani, sisi tunaenda wapi? Unasema jamani, nakwambia sisi tunaenda wapi? Mwambie kwamba neno la Bwana linasema ya kwamba kadri tunavyosogelea mwisho wa dunia, uchumi utakuja kuwa mgumu, maisha yatakuwa ni magumu, lakini watakaosimama imara ni wale watakaomwegemea Yesu. Mtu anasema jamani, watoto wa siku hizi sijui wamekuaje. Yaani angalia kana matusi. Naona angalia kwa mitoto hivi sijui imekuaje. Onyesha kwamba wewe ni mtu unaishi ulimwengu wa hapa, lakini katika ulimwengu wa roho wewe ni mtu mwenye mamlaka. Maana Yoshua 1:3 anasema, nimekupatia kila mahali ambapo nyayo zako zitakanyaga, nimekupatia wewe. Halo? Kwa hiyo ukiwa mwenye gari, wewe ndio mtu mwenye mamlaka katika ulimwengu wa roho. Ukiwa shuleni, ukiwa ofisini, ukiwa umekaa, ukiwa shambani, jua una mamlaka makubwa, maana mwenye mamlaka mwenyewe unaye ndani yako. Halo? Bwana sifa. Sasa neema ya Mungu ambayo amekupatia bure au uko tayari kuitumia?
tunashuka, naomba nialike kalani wa kanisa tuwai. Wakati wa mashemashi, naomba mlete watoto wote. Ibada yetu ya matoleo itaanza na watoto wetu.